Mheshimiwa Rais alikuja hapa wakati anazindua soko hili, alitoa maelekezo kwetu sisi watendaji kazi, lakini pia alitoa maelekezo kwa jumuiya nzima ya wafanyabiashara. Hivyo kwa niaba ya serikali naomba nitumie nafasi hii niwashukuru sana. Nimshukuru ndugu yangu Severin ambaye ni mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo ambao wamefanya kazi kubwa sana, lakini nimshukuru ndugu yangu Lusinde ambaye pia ni mwenyekiti wa wafanyabiashara wadogo katika soko hili la Kariakoo, lakini pia makamu mwenyekiti wa taifa wa machinga, lakini nishukuru jumuiya ya ambao wote wanaendesha magari, wanaoendesha maguta, wale wanaotoa huduma, wote wameweza kusikia kauli ya serikali ni nini. Lakini kipekee nishukuru jeshi la polisi chini ya kamanda RPC, kamanda Murilo, lakini na OCD wetu wa kituo hiki cha Kariakoo. Tulikuja mara ya kwanza, hii ni mara ya tatu. Wameitikia wito na ndio maana wamekuwa wastaarabu sana kwa jumuiya ya wafanyabiashara wenyewe. Tulikuja kuzungumzia masuala ya magari kutokuingia mchana. Leo hii tumepita, tumeshuhudia magari yanaingia, tumeona masemi yanaingia, tumeona hata container za 40 feet zinaingia humu kwa ajili ya kushusha mizigo. Wako ndugu zetu wanashusha mizigo hapa kuanzia jioni mpaka asubuhi, wanapata riziki. Wako ndugu zetu wanafunga mizigo kuanzia jioni mpaka wanapata riziki. Hivyo kila Mtanzania ambaye yuko hapa Kariakoo anapata riziki. Na watu wa Tanzania ambao wako hapa katika eneo hili la Kariakoo si chini ya watu 60,000, watu 40,000, kati ya watu 50,000 mpaka 60,000 ambao wanakuja kila siku hapa kwenye soko la Kariakoo kutafuta riziki. Hivyo sisi kama serikali tuna wajibu wa kutengeneza mazingira wezeshi wa kila mmoja kupata riziki, na Mheshimiwa Rais alituagiza kuhakikisha kwamba tunajenga mazingira wezeshi kupata riziki. Sisi wenyewe serikali hatuwezi kama wadau wa Kariakoo hawajashirikiana na serikali. Hivyo nawapongeza sana wadau wote. Ni kuombe kakaangu Severin kwenye jumuiya ya wafanyabiashara katupelekee shukrani. Wengi tumeona wameacha kuweka mizigo barabarani, wameanza kuweka mizigo mbele. Nyote ni mashahidi. Lakini pia machinga katika maeneo mengi wameanza kutoa barabara, ndio maana umekuta barabara nyingi zimekuwa nyeupe. Na bado tunaendelea kuhakikisha tunatoa elimu, lakini pia wale wanaokaidi tunaendelea kuchukua hatua kali wanaokaidi, kwa sababu tunatumia nguvu kubwa kutoa elimu. Lakini katika mazingira ya kileo wako wengine ambao wanapenda kukaidi. Yule yeyote anayekaidi tutamchukulia hatua kali. Lakini kwenye barabara za msingi tumesema hizo haziwezi kufanya biashara.